karibuni wote kwa jumla. Karibuni tena kwa Canada S Online TV. Hapa ni nouvelle generation au kizazi kipya. Kama vile tuliwaambia na tuliweza kuwapromettre kama kila wakati tutakuwa na waleta masijia mzuri na itaendelea kualimenter kusaidia vijana wetu wa siku ya leo. Leo tuko na deba moja mzuri ambayo tutadiskite na mwe. Mais avant tuendelee ama tuende mbele, ningependa kwanza niwaambie mwimbo ya Harmonize kushoto kulia. Kushoto kwangu niko na Ali Baba ile 40 voleur. Ile story kila mtu anajua. Na kulia niko na Sifa Veronica. Eko hapa hivi mtasikia mambo mawili matatu ambayo tutasijia ambayo tutaongelea ni sujet moi bien. Okay. Ya tuko na sujet mzuri sana leo ni sujet iko très intéressant. Wewe jeune kabisa unapaswa kuwa na sie, fatana na sie itakusaidia sana. Sujet ya leo tutaongelea inasema kwa nini vijana wengi wa siku hizi hawapendi kuoa na kuolewa? Kwa nini? Pourquoi? Vijana wa leo hawapendi kuoa na kuolewa. Leo niko na vijana wawili hapa, Disney waendele mwimbo ya Harmonize kushoto kulia. Wote watasema, watadebate, tutapata solution. Na weka mkono na solution yako tutaiona kwa commentaire pale chini. Comme d'habitude. Bon, nilikuwa napenda nianze na kotea wanawake, juu Waingereza wanasema ladies first. Mwanamke kwanza. Kwa nini Sifa? Kwa nini vijana wa leo hawapendi kuoa na kuolewa? Tatizo ni nini? Selon wewe Sifa. Expliquez pale vile watu wakufuata. Antuka selon mie naweza sema ça dépend na experience ya maisha. Yenye experience ya maisha ni nafita yemo juu. Deja selon shie kwa mwanamke selon mie, shie kwa mwanamke. Antuka hakuna mwanaweza kataka kuolewa. Deja shie kuolewa mariage. Ndoa ni comme preuve d'amour. Yani antuka hiyo kitu ni kitu cha maana sana. Ni kitu cha maana sana. Okay. Na manake okay, tumsikilize na Bwana Ali naye. Bwana Ali, kwa nini vijana wengi hawapendi kuoa na kuolewa siku hizi? Selon. Kwanza kabisa nashukuru kwanza kuwa hapa. Asante. Ndio mara yangu ya kwanza kufika hapa na nashukuru sana kwa kuniita. Na kuzungumzia hii topic ni nzuri sana kwa sababu siku hizi ndio ambayo watu inasumbua sana watu vichwa. Okay. Na tukiongelea kuhusu kwa nini wanawake hawapendi kuolewa ama wanaume hawapendi kuoa, ni kusema kuwa wanawake na wanaume washapitia mambo mengi labda. Na hilo swali haliwezi kuwa eti litakuwa ni automatic ndio jibu lake, kwa sababu haiwezi kuwa na jibu lake kwa sababu kila mtu anapitia mambo ya kuachana na mambo mengi. Sasa kama tukitizama watu wa zamani kama vijana wa babu zetu na sisi, ni vitu ambavyo vishabadilika sana zaidi. Ndio maana tunaita nouvelle generation. Sasa tukiangalia kipindi cha zamani jinsi watu wa baba zetu walivyokomaa na sisi, ni vitu ambavyo viko tofauti. Kwa sababu wa baba zetu walivyokomaa walikuwa wakifikisha miaka fulani, wazazi wao wanawatafutia kuoa, na kama ni mwanaume wanamtafutia mke wa kuoa. Na wote wanakuwa wamekaa sehemu moja wanatafutiana vile. Sasa siku hizi obviously vitu vimebadilika, na ndio maana kuna masababu fulani tunaweza tukazungumzia kuonesha kama nini inasababisha mpaka watu waogope kuoa. Okay kabisa, mimi nakusikia na ninamsikia Sifa akisema ongea, bado tunatafuta tuingie sasa ndani. Unaona hapa tutaingia ndani na haimaanishi kama swali itakuwa tunaanzia huko inaishia huko, swali lingine itakuwa inaanzia huko inaishia huko, au nyingine inaanzia huko inaishia huko. Unasikia? Okay, hapa hivi ningependa nianze sana wewe unamaliza kuongea hapa kuhusu babu zetu. Tuko mu nouvelle generation comme d'habitude. Hapa kunafuata kabisa nouvelle generation, kizazi kipya. Bwana Ali, ningependa nikuulize swali moja. Kwa nini vijana wengi wanapenda kujihusisha katika mahusiano? Natafuta nikuwe kwenye mahusiano tu bamsikie kwa mahusiano, au anapenda tu kwenda tuseme na kwenda mwanamke au demu naye anapenda mimi nikuwe na master. Unaona? Mbote wawili hakuna mmoja anawaza hata kuoa wala kuolewa eti wewe ndamuoa ni no. Ile maongezi kikua pale hivi inakuwa sasa vile ndio inaleta problem. Tatizo linaweza kuwa nini selon wewe? Ukisema eti mtu anaingia kwenye relationship lakini hawezi kuolewa, kuna mtu ambao hawezi kuolewa ama kuoa. Isipokuwa kila mtu pale anakuwa ukishampenda mwanamke unaanza kumtongoza mpaka muwe naye, lazima kuna kitu ambacho mtu atakuwa unawazia. Sasa tukitizama tatizo inaanzia wapi? Labda tunaweza tukasema tutatizama wazazi wake kwanza wamekomaa vipi ama wamekomalishwa vipi. Kwa sababu mtoto unaweza kukutana amelelewa na mama ama amelelewa na baba tu. Sasa unakutana mtoto hana modo.
Sasa lakini kama familia ilivyokuwa inaishi mke na mume, wao babaki na mamaki, kama amekomaa anaona mama yake na babake kuna furaha katika ndoa, obviously na yeye atakuwa na wazo na mimi nikikua nitaoa. Lakini kama akishakomalishwa na mtu labda baba tu ama mama tu, of course asitakuwa na modo. Kama ni mwanamke asitakuwa na modo, asitaona nani atakuwa anamhudumia mama yake, aone gisi babake anajifanya, anajua na mimi ningependa nikikua niolewe labda na mwanaume ambao atanitekea kama vile babangu alivyomtekea mamangu. Kama ni mwanaume atakuwa anaona babake gisa anavyojituma, anavyompenda mama yake, lazima atakuwa anasema na mimi nikishakuwa nitaoa kwa sababu na mimi ni mke wangu ninamfanyia mambo kama vile. Kwa hiyo anakuwa ana modo. Sasa pia anakuwa mtu mzima, of course anaanza kuwa sasa anaanza kujifunza mapenzi mitandaoni. Sasa akishajifunza mitandaoni ndizo kwa tatizo itakuja pale ya kusema anataka ajifunze mitandaoni. Sasa atapata mwanamke kwanza apime ile vile experience kama yeye atapata pale. Sasa kisha pale sitaanza kuoa, of course atakutana na matatizo mambo makubwa, ajaona gisi babake alivyokuwa ama mamake alivyokuwa. Lazima atakuwa kitu ambacho kitamfanya aogope. Akishaingia kama girlfriend na boyfriend anapata kila kitu kwanza. Of course mawazo tena kuoa itakuwa tayari ishakuwa different, itakuwa mbali kabisa. Ataanza kusema labda maisha yajakuwa mzuri, subiri maisha yawe fresh ndio nioe. Sasa lazima hapo ndoa inakuwa mbali. Hata tuseme ukisema anasema mimi nataka nikioa niwe na nyumba. Baada ya 5 years. Hata ile 5 years anataka spend ile 5 years, ikafika 5 years kumbe tatizo yanakutana kile kipindi sio tena tatizo nyumba. Atakutana matatizo ni mengine ishaongezeka. Sasa kwa hiyo mtana anapata nyumba, matatizo yale yanakuwa ni mengine. Lakini kama angekuwa tokea na vokomaa iko na modo wake, anakomaa anajua kabisa mimi na mimi nikitaka kuwa mtu mzima nikifikisha miaka fulani nataka nioe hivi niko hivi kwa sababu nifanye hivi, lazima pia atakufanya kwa. Lakini generation ya sasa hivi ishabadilika, of course. Alright, ile ni selon al na kila mtu alimsikiliza. Hapa tunakuwa kwa Sifa. Sifa, selon wewe, kwa nini vijana au watu wengi wanapenda vijana kote mbili, mwanamke au mwanaume, wanapenda kujihusisha katika mahusiano, hapo mapenzi, relationship, lakini mawazo ya kuoa au kiona toa watu abana ile idea kusema kitaoa wala toana wala tolewa, na anapenda tu kwa mahusiano? Ni nini ile tatizo? Jua nini liko sana mwi generation yetu? Selon wewe. Kwanza mimi selon mimi generation ya leo kitu viko tofauti na kama zamani. Japo sikuwa zamani. Histoire inasema. Oui, histoire inasema. Leo generation ya leo shiba na mke kwanza. Nasema jua mwanamke wote of course. Au ukiingia mu relation sio unaingia juu ujifurahishe hapa. Unaingia juu unataka kitu fulani. Unaona? Kila kitu fulani unaingia juu unakitafuta. Unaingia sasa unakuta mtu mwenye uliingia naye mu relation njoo mwenye anakuvuruga, labda yeye mawazo yake iko pengine, mawazo yake iko na nyingine mawazo. Unaona? Juu deja ukiingia mu relation haungi juu kujifurahisha, hata ukijifurahisha utajifurahisha mpaka wapi? Unaona? Unaingia mu relation juu mpeane mawazo, muendelee, kesho mkeshi pamoja, waambie muone vile vile kitu mlingia mu relation pale pale mnaanza uone. Hapa mnaweza ikala, mnachunguzana, na msichunguzane sana, nayo sio nzuri. Unaingia mu relation unachunguzana oui. Ala unasema hapa phone mu. Mais déjà kama unaingia mu relation, mimi nataka kuingia mu relation ni leo, mimi naingia naye ni mtu mwenye yani aeleweke, ndio maana unakutana relation inajibrize vile juu deja chenye unataka haiko ndio chenye yeye anataka. Na surtout wanaume wetu wa leo wanatoka ni watu wenye sijui kama bali toa blanketi kumacho ama bali sijui juu wanaume wa zamani kitu mtu sama mwanamke antukae kwa sababu ni kitu ni mtu mwenye anapaswa heshimia juu deja mwanamke ni kitu kikubwa sana kwa dunia. Ni wanaume wetu wale wanajua sisi tunasema wanawake wako wengi riske wanaume. Yaani hapo unapita, pale unapita unasema wanawake ningana maisha wanawake wako wengi watatutafuta kwanza hiyo. Bana sio maisha. Okay. Marake wewe unasema una egamia sana kote wanaume. Oui, nasema. Wanaume tu basi siku hizi. Wanaume nasema na nilegania wanaume juu deja mimi mwanamke naingia niko na vitu fulani na hiyo. Deja ukiona na koro vitu vinaanza changanya parce que wewe ndio ulinichanganya wa kwanza na mimi nakuchanganya. Maana wewe unatasema ki wanaume ndio wanaanzaka. Oui, ndio wanaume toujours.
Ndio manake ndio wanaanza kukuruganisha. Kuogopa kuoganisha. Banaanza kuogopa. Oui, banaogopa. Haiko kuogopa, haiko kuogopa. Oui, banakuwa wanaogopa, wanaanza deja huyu nikioa, sitakuwa na ile liberté niko nayo. C'est comme si anaona kama atamtia kamba kushingo, atakuwa anafanya tena venye atafaa, anataka juu deja ndio venye vitu venye ashazoea. Mais ajui deja kama ile kuoa ni kukomala aussi. Ni kujenga familia yako. Unaona? Na sio sasa ukiolewa wala ukioa ndio utakuwa una liberté tena. Utaweza kuwa na liberté mais utakuwa na liberté sasa mwenye hauna uko célibataire kamera. Okay. Manake bon mimi namsikia banamke mnamsikia gisi sifa na ba défendre na banume mlisikia gisi bwana ale ba défendre mais mimi natafuta mlete tu solution haraka juu tuende haraka tuende ku next stage. Manake we selon we kwa nini mapenzi juu question ilikuwa kwa nini watu wengi wako mu relation uko unaona watu wako mu relation wewe unaweza uko na fiancé uko na master au tuseme uko na boyfriend oui niko na boyfriend uko na girlfriend oui niko na girlfriend mais abana ile bi ila kusema kesho yake au veneza kwako mais wako tu ma relation unaona sasa leo unasema kibanome wanaogopa au wanaogopea ile liberté ya kusema akisema aowe au kumile relation iko seria au kesho hata kwa ile liberté ya kwenda out kufanya nini deja naza sema kama aliingia mwa ile relation mimi niliingia mwanamke aliingia mu relation na mwanaume aliingia mu relation na banaogopa wote kuolewa seke abako siri na bibako wanafanya mais uko siri na mimi kama ma relation za mingi ziko vile oui ziko vile maana abana mwelekeo umebeko oui abana mwelekeo oui bako oui hizo relation ziko siwezi katara ziko za mingi ziko oui abana mwelekeo yani hakuna cha maana cha wanaongeaka unasikia yani unaingia mkuple ule deja kuna ingine mawazo niko na huyu juu ya kupoteza muda ule nani mwanaume kuna hiyo mawazo wala mwanamke usina anaanza kuna hiyo mawazo sema toujours wanaume njoo bafotif na cheva na mke huko nasikia bwana Ali uko na nini la kusemea hapo hapa mimi naweza kuzungumza kuwa mimi siwezi kuzungumzia mtu ambao mawazo ya mtu ambao sijui tunatizama vitu vinavyofanyika katika dunia sasa ukisema eti wewe sijui ule mwingine na mawazo mengine tuko pamoja lakini wewe kuna mawazo mengine huyu kuna mawazo mengine ile inakuwa kama vile kuna mjaji mtu before hujajua yenyewe kuna waza mwingine lazima kama mshapendana ama kama mkafikia paka mkaingia relationship lazima obviously mnakuwa mnaongea au utasema eti ukae paka okay tunaenda wapi tunapanga nini sasa lazima obviously muongee sawa kama yeye anakudanganya lakini mshaongea kwa hiyo tunazungumzia ile ambayo tunaongea unaona sasa ile mambo ya kumwazia mtu ile ni vyake sasa mimi kama nikiwa na mwanamke msichana na nikiwa na msichana obviously lazima nitakuwa naongea naye na najua kabisa kwa sababu kwa nini niko naye sasa kama niko naye lazima panaoga mwisho unajua kabisa huyu mawazo yangu mimi paka nimuoe ama nikishaona kabisa huyu anafaa tamuoa of course hapa kwa kusema eti wewe tunakuja kupotezeana muda hapana kwa kupotezeana muda kila mtu anakuwa na nia yeye anataka kufanya pale okay so do you agree like mtu mnaweza kuwa mu relation unaitika kwa relation za mingi masiku batu wako mu relation unaona hapa watu hapana bi abawazi abana ta goals ya kuoana au banaweza fika kuoana unaitika zile mimi nafikiri wanakuwa tayari washakuwa na goals wote wanakuwa wanawaza tu labda maisha ndio bado hajakuwa fresh wanataka sijui maisha yawe vipi sasa lakini hapo wao naishi ama wanapendana kwa sababu wengine wanapendana lakini waishi pamoja na wengine wanaishi pamoja na wakini hawajaoana sasa kama ukisema wakishaingia relationship useme tu ashampenda wewe anamwambia na wewe mwingine anamkubalia wanapendana of course wako na goal watu waseme tu watakaa wapendane miaka mingapi lakini miaka mingapi inamaanisha kuwa wako wanatafuta jinsi gani maisha yatengenezwe kwa sababu wawe pamoja kama hawajatimia kuoana kwa hiyo inamaanisha pale kuna goals yenyewe kwa nayo sasa pale kama utakuwa na matatizo mle ndani ndio inafanya sasa kama mwanamke ama mwanaume anasema huyu siwezi kuolewa na yeye huyu akiniweza na nitesada kuna matatizo lazima obviously katika relationship hapo kwa sababu matatizo sasa bakisha kwa ile matatizo na kama tukisha hivi mimi nishamtongoza demu vitu vyote ambavyo nitapata nikishaoa ndio vitu ambavyo mwanamke bado sijamuoa anavinigia sasa hapo nitakuwa nawaza tena kuoa si hapo kila siku nitakuwa nawaza lazima waza maisha yawe fresh na huku sababu ni maisha yawe fresh lakini obviously tayari nishaona demu nishapata kila kitu hata tena wengine washazaa sasa ukishazaa unaona nishapata mtoto okay huyu mtoto nishapata naye kufanya mapenzi tunafanya mapenzi chakula tunakula sasa kitu gani kingine inabaki ndio itasaidia obviously lazima vijana ndio wanafanya wanaanza kuogopa sasa kuoa tena kwa sababu ukishaoa sasa ile inakuwa kama ni commitment ile commitment ukishakuwa nayo lazima tatizo litaongezeka sasa kuliko tapale of course lazima watu wataanza kuogopa okay tunasikia bwana Ali kisa analeta argument zake mawazo yake
na tulisikia kisi Sifa aliongea na yeye mawazo yake ile ni yeye anajua. Mimi niko tu katikati, niko hapa kusikiliza. Just to remind you that you are watching New Generation. We bigger than life, faster than bullets. Okay. Sasa tunaenda ku question ya pili. Nitungali pale pale kusije. Tulianza huku. Tumeanza kwangu. Tulianza kwako. Okay. Tutahamia huku. Okay. Sifa. Unaweza jisikia je ukue mu relation, uko mu relation yenye wewe unajua kabisa hii relation hakuna vitu tunafanya. Mimi relation yenye unafurahia huko ndani tu, unafurahia labda uko na tuna vitu wewe unajua kabisa hapa huyu hata nipeleka fasi. Huyu hata nioa, huyu hakuna vile iko nafanya vitu tu mu relation. Ile relation ya vile, wewe unaweza jisikia je ukikuwa ndani ya relation. Na unaweza fanya je juu ikusaidie ujitoshe au move to uende kwenye stage. Déjà, question yako, je sais pas comment ni hivi. Sasa déjà ukikuwa mu relation, uko mu relation, mais unapendana, mais unaona kioko mu ile relation. Au utaenda fasi na ule mtu. Hakuna kwenye wewe peke unaweka kabisa uko mu relation, ile relation wewe peke unajua ile relation. Hakuna fasi ndeza, hakuna vile tuko tunafanya. Mais uko mu ile relation. Déjà pourquoi uko mu relation yenye unajua hakuna vitu vyenye tuko tunafanya. Pourquoi ubaki? Déjà ukikuwa mu relation peut-être nous na tudanganya oui. Mais unaweza jua wewe par exemple wewe kusha detect wewe kesi wewe kisoko kwa sababu. Déjà ukikuwa mu relation unajua na mshafa par exemple tuseme ina au tuseme 2 ans. Kisha peko na kazi ni relation. Juu mtu ushafa déjà ina ni 2 ans, unakia kule hakuna vitu tuko tunafanya. Hakuna kwa tuko naenda. Mais ukishakuwa deja mwenye relation unaona kabisa hakuna kitu. Selon wewe unaweza fanya je mwenye relation. Deja nikishajua ki hakuna kitu na mie bite yangu nipate kitu cha maana. Cha maana kwanza ni kupendana. Deja nikishakupenda, ukishanipenda lazima kukue kitu. Lazima tukue na mipango fulani. Alors relation ikikuwa deja uko ndiko na mtu si mais sio ndiko kwenye ndafika naye. Atuweze endelea mwenye relation tôt tard kama kuna kututafika tutafini kuachana. Sasa kwa nini tuendelee kupotezeana muda? Cha maana tu ni kukua mwazi. Okay. Mbele ya mwingine. Unaona? Ndio kitu cha maana. Okay, maana yake unasema ki ile relation ule mtu mko mule relation yenye ajui anakia kujiretrouver ki ni mapenzi ndio iko unamweka mule me habana gozi. Sasa pale pale kwa hakuna mapenzi kama mwanamke amesema eti amekuja anajua kabisa kwa hakuna kitu akina anaendelea. Alijua aliwazia kuko kitu. Kisha anaingia ndani anakutana hapa kuna kitu maisha peni. Ukishamtongoza pale dada mwanaume anakuwa amekutamani. Ama mwanamke anakuwa amemtamani mwanaume. Sasa dada anamtamani kwa kitu fulani. Sasa baada ya shakuwa pale apate tena ile vitu obviously anakuwa anapoingia kisha kuisha mapema before hata hajafika kwenye point. Lazima obviously mawazo yatabadilika. Lakini ukisema eti sijui bamependana wanaingia mrejea shiba fa kaona eti hakuna. Kwa hiyo lazima utaingia point. Kuna point ambayo itakuwa pale. Lazima unajua sasa huyu anaanza kuwa ndio mwenyewe anataka. Sasa akafika pale anaanza kupendana au sasa sasa huyu ndio mwanamke na kiburi. Ama huyu mwanaume huyu huyu anarusha kama ngoni. Nitaichi. Of course sasa pale ndio sasa unakutana sasa watu wanaanza kusema tabia pale. Kwa hiyo pale kama wewe umeuisha ndio mwanamke anaanza kuwa na tabia nzuri, iko na familia nzuri, huyu anaanza kuwa ni mtiifu, lakini pale unapendana tu dakika kidogo pale unaanza kukutana na toma maneno machafu mtu anaanza hapa. Hapa sasa kwa kitu wewe mtu anaanza kufanya. Kwa sababu vitu vyote ni bure, kwa hiyo utaanza kuenjoy tu, lakini unajua mwisho pale utapiga mseleleko. Okay, fresh kabisa. Mwisho hapo utapiga ni mseleleko, na fosibifu mseleleko. Okay. Alright. Sasa kesho nyingine tulianzia huko hitu tutaendelea huko. Tunaendelea na stage, tuna move on. Unasikia? Okay. Bwana Ali kuko ba jeune garçon nishakutana nao mingi. Banasema ke bo problem wao wanasema ke bo bapendi kuoa au kuoa wanamke wa hapa kwa sababu au wanamke wa siku hizi kulingana na ile vitu wanasema haki sawa. Ukimwanga mboga na mwanga ugali. Yaani mwanamke acha hata jua ke sengani. Mwanangu akifanya hivi na mimi nitafanya hivi. Au bibi akifanya hivi na mimi nitafanya hivi. Isha wafanya boga kusema ki si hatutaoa. Hawa wanawake baisha kufanya na boga wanajua nyingi sana. Selon wewe ni nini unaweza kupenda kusaidia pale vile kote moja. Aidha mwanamke au mwanamume. Kwa sababu ile vitu viko sana sana unavijua. Selon wewe unaweza wasaidia nini? Mimi naweza nikasema kwanza sana wa Afrika kutoka Afrika wakishafika Ulaya washasikia eti haki sawa. Wa mtu anataka kutumikisha ile advantage katika njia ambayo sio ya ukweli. Wala sio katika kwa sababu hapa tunakutana na watu ambao wanaishi hapa walizaliwa hapa. Hawawahi na matatizo sana kama watu kutoka Afrika. Ambao kutoka Afrika wakishasikia tu haki sawa. Sasa zile haki sawa
wanaanza kuzitumia katika njia ambayo haiko, ndio maana tunakutana hapa watu wanaanza kukorogana, sasa anaanza ile njia ambayo sasa ndio tunatafuta tujue. Bali sasa unakutana mwanamke anaanza kutumia njia ambayo sio yeye, ama mwanaume yeye anaanza kutumikisha njia ambayo sio, kwa sababu ukisema haki sawa, tukija kuangalia katika reality, katika nature kwanza, mwanamke ukisema 50-50 unakuwa kama vile wanawake sana sana wanazulumiwa haki yao, wanawake. Sasa ukishasema eti 50-50, kwa sababu mwanamke lazima kama wewe unasema ni mke na mume, banafika hapa fanya sema haki sawa, ndio maana wanaanza kurogana, ama watu wengine wanaanza kujifunza kwa nasema wanawake wenyewe wameshaolewa wanaachika kwa sababu wanapenda mambo ya 50-50. Sasa ukishasema 50-50, mwanamke eti aende kazi na mwanaume aende kazini. Sasa mwanamke tena vile atazaa, atakuwa kwenye mimba, apate mimba ile uchungu, anaje tena azae, tena hapo ataanza kuenda kukazi. Sio kama vile haki inakuwa taisha punguka kwa anajizulumu mtu mwenyewe. Sasa mwanamke anapenda kuchukua jukumu la mwanaume, na mwanaume anabaki na jukumu zake. Kwa hiyo mwanamke anachukua jukumu mbili. Anaingia kwa mwanamke kazi yenyewe sio yake, anaanza kuparamia. Sababu yeye pale sasa lazima tutoa matatizo pale. Obviously wakati sasa mwanamke anaanza kuomba haki ambazo sio zake. Wakati mwanamume anaanza, kwa sababu mwanamume obviously lazima anapenda kujionyesha kwa yeye ni mwanaume. Na mwanamke naye anataka kujionyesha kama ni mwanamke, bali lazima mtagombana, wanasema wanawake siku hizi hao wanakimbia. Lazima utakimbia. Sasa utokana na watu wanaanza kuogopa, wanasema nikioa mwanamke anaweza kanifanyia hivi na hivi na hivi, kwa sababu tayari mambo yanatokea kwa watu wengi sana, wasikia watu wanaogopa kusema tu sijui mahaki ngapi, mahaki 50-50. Of course ile bali kwa sometimes unakutana hata watu wakitaka kuoana, anaangalia kama mwanamke yuko na ngapi na huyu ana ngapi. Hapa lazima watu waandikiane, kwa sababu ukiangalia watu wengi sasa hivi Ulaya, hata wazungu wenyewe na watu ambao akitaka kuoa mwanamke wa hapa lazima basi wawe na agreement ya kusema mimi mambo yangu, mali yangu ambayo ninayo, hata tukiachana inabaki ni yangu tu, sio yako tena. Kwa sababu watu sasa wanaogopa kusema tena, kwa sababu unaona unaoa mwanamke mwenyewe afanye kazi, wewe unafanya kazi, unafanya miaka 5 miaka 10 na shule mwanamke. Sasa yule mwanamke anataka kuomba divorce, lazima wati vitu vinagawia katikati, kwa sababu pale government itajua kama amekuta nani ama yeye hajakuwa. Kwa hiyo yeye anakuwa amekuvunja miaka yote ile, unaweza kutoa badala stress hapo na mchanganyikiwa kwa mchanganyiko tembea ile inakugonga. Of course lazima kama unataka kuoana, kama mnapenda kuoana, unaona kabisa mimi nafanya kazi na niko na mali nyingi, tuna sign. Sasa ukisha sign ile mambo ya agreement, of course pepa hapo tena hakuna trust. Wanataka mtu anakuwa anaogopa, of course. Maana yake unawapatia reason bali wanakupaka kwa jia. Reason kwa sababu kutokana na mtana wanawake wako na ile haki zao. Alafu sasa ukitana sasa mwanamume anakuwa anateseka sana zaidi kuliko mwanamke, unajua vile. Alright, of course. Sawa, sasa Sifa. Mwe wanaume wanasema wanaanza kuogopa kubaoa. Wanaanza kuogopa kubaoa sababu gani? Mnapenda vitu vya haki sawa. Ukimwanga mboga kwa mwanamke umeona jivia na mnyimba kwa mwa alikuwa alimpigia simu. Akaanza sikia bibi yangu alijibeti, ukimwanga mboga mimi namwanga mboga ni 50-50. Akasema kama gani hizi? Eti ndio system ya 50-50. Sasa wanaanza kuogopa kubaoa kwa sababu wanawake mwe wanamke mnapenda vitu vya singani sana. Ukisema hiki yeye anaanza sema hiki, nikifanya hiki nilipiga bugali. Ile swali inakufuata na wewe. Unasikia? Ile swali inakufuata na wewe. 50-50. Ukimwanga mboga na mwanga bugali. Ukimwanga mboga na mwanga bugali. Huko mmoja alinipigia simu, anielezea eti Petit Sikeki si mwanamke ananijibia eti nikimwanga mboga na mwanga bugali sitadizi 50-50. Yaani unapenda mimi nikisikula masahani wewe upakule bugali. Nikitoka ukitanda nitandike wewe utasukula masahani bila vitu vya 50-50. Binafanya bagarso anasema mwe hatutabaoa tena inakuwa ngoma tu. Mshanza na mwe kuvala mapantalo. Bo sivyo tutabakia hivi hivi. Selon est-ce que unampatia raison le mwenye anasema ke hataoa wala wapendi kuoa, wanaogopa kuoa kwa sababu ile mambo ya 50-50. Let opinion. Jibu. Nasikia question kwa 50-50. Deja sasa ulisema ke mnaogopa kutuoa chez wanamke wa Kiafrika sivyo? Banamke wa siku hizi. Wanapenda kuapply 50-50. Kimwanga mboga na mwanga ugali. Sasa ukikatala kuoa juu ya hiyo, utaoa nani? Wala utaoa agreement. Mwaka gani? Juu ya 50-50. Ndio maana wanaogopa kubaoa. Kisha unawekea bobla kuoa? Ndio maana wanaogopa kuoa. Ndio maana muoleo juu ile tatizo. Shatoleo juu ile tatizo. Mnapenda sana vitu vya 50-50. Sasa ndio maana wanaogopa kubaoa. Defendre selowe. Mimi sasa kinaanza kwambia juu shewe wanawake wa Kiafrika.
Cheve tulitoka Afrika, tuko na valere yetu. Tuliko malisho mwingine, yani mwingine nani? Maadili. Mwingine maadili tunasema. Unaona? Ile vitu vya 50-50 tunamsikia huku mwinchi biko. Sio jo biko humu mu Canada ke tunavyoaplike. Est-ce que unasikia? Nakusikia. Biko ndio biko na sio sema kwa venye wanavyoaplike. Ça dépend na mwanaume anaishi naye aussi. Okay. Ndio anavyoaplike. Mais déjà mimi nikikuwa na wewe tunaishi bila tunasikilizana, unaniheshimu. Hatuombaki vitu vingi. Nipende niheshimu. Jua mimi sikuheshimu, jua mimi sikuheshimie kwa kila mtu. Manake unatafuta sema ke mwanamke afike Mungu na mila yenu sio 50. No. Deja mimi ukinipenda ukiniheshimia. Nini yenye sitafanya kwako? Juu niko na bwanangu ananipenda, yani niko free. Hanitesi magre kunaweza kuwa maprobleme nini tunavumilia. Juu kwenye tulitoka tunajua probleme kwenye tulitoka. Maisha gisi iko nguvu. Ukiona tunafika huko tunasema 50-50, sijui hapo ni wengine kwetu 50-50 anatoka kusheba na mke wa Kiafrika hapo. 50-50 haiko. Haiko juu naweza tumika. Juu na mama Kiafrika mko hivyo, mko na fiere ile 50-50 kwa haiwezi kuwa juu na wajua mwezi taka sema mimi nikale hapa mwanamke ndio alienda alilipa nyumba wala alienda uza biti mimi naikala utasema atakudharau. Haiko ndio sema kwa kaka. Utasema atakudharau iki ni mwanaume iki ni mwanaume si yeye alilipa 50-50. Yeye anaona kama vile ni kawaida wao kufanya kazi of course. Sasa Sasa nyinyi wanawake sababu mkishaanza kufanya ile kazi baada ya kufika amfanye kazi mkifika mkianza kushika zile hela mtu anaona kabisa na kitu cha kuwa kazi lazima kufanya. Lazima kufanya kazi. Kutokufanya kazi ya mwanamke ni sadeposi na mwanaume mwenye anaishi naye. Kiafrika tunajua kama mwanaume ndio akutafuta mwanamke tunakulea watoto. Unaona sasa ikishakuwa pale kama tukifika huku obviously tukishafika kama 50 cent hiyo kama 50 tukishafika huku mwanamke sasa sweti useme eti nyinyi mna tabia yetu of course mnafika hapa sheria sasa ilivyo inawachanganya akili kama vile inawachanganya akili. Alafu sasa mkishakoroga uji mnashinda kuyakunywa sasa mnataka ile uji mweka chumvi baada ya kuweka sukari. Ndio sasa mnafanya mambo baadaye sasa mnakuja kujua taisha kwa tuletu mshaharibu mambo. Sasa wale ambao wapo pembeni vijana wengine wanaona ile hali of course wataanza kuwa hangia. Utasema eti kila mtu anajifundisha mistake ya mtu mwingine. Basi niwaambie sasa. Sasa kama mtaogopa kuoa na mke juu ile kuogopa 50-50. Hapana, wanaume hapa waogopi eti kuoa. Lazima akioa mtu. Kesho Mike aliniambia kuna usema kwa wanaume wanaogopa kuoa na mke wa Kiafrika 50-50. Lazima wanajua fasi hiyo wataoa ni fasi fulani. Fasi gani sasa bora? Fasi unaweza kukutana na mwanamke huyu anasema hapana mimi sitaoa hapa kwa sababu ya hii sheria. Yaani unakutana sio eti kusema eti wanawake wa hapa inamaanisha eti ile isekana. Unakutana mwanamke anakuwa na kiburi fulani ambacho mwanaume wa Afrika kikiona anajua kabisa hiki ni kiburi fulani. Lakini ukitizama watu ambao mmekuwa hapa hata ile mambo ya 50-50 kwanza watimishaki sana. Hata wanawake wazungu ukikutana hapo wanajua zile sheria zipo lakini hawaishi katika ile sheria. Lakini mwanamke mwenyewe anatoka Afrika kama mwanaume akifika hapa sasa yeye ashasikia ile sheria na anataka kuingiza maisha. Lakini wazungu hapa kuna wengine ambao wanatandikana mangumi. Lakini wanaendelea kushikana polisi. Lakini mwanamke wa Kiafrika kijana na wanawake banaanza tu kugombana hivi lakini mwanamke anashambulia polisi. Aisha kile neno unajiuliza sio wote. Usimange mimi nakwambia mwenyewe nishatokea sana vitu tunasikia. Hizi mbazungu viko sasa mu Afrika. Wazungu sio sana kama weusi. Ukiangalia sio wote. Deja bakupigwa bako kunapigwa na wanaikala ukiangalia percent nyingi za watu wa Afrika, sio tu Afrika nje ya Europe ambao wanatoka nje ya Afrika wako mu Afrika. Bakifika hapa yaani kama walikuja watu wako 10 katika wale 10 wakutana 6 wamekorogana na watu wao. Bali waini kwanza ni bahati kwanza. Yaani wakutana kila siku kugombana na tena wanatengeneza maneno lakini waishi na peace. Mmoja kwa 10 mwenyewe anasema mwanamke anamheshimu mume wake kama Afrika na mwanaume anamheshimu mke wake kama Afrika. Alright. Ndio ni umoja kwa 10. Tunakusikia bwana Ali kisa anasema na Sifa kisa anaongea. Sifa sasa wako unasema kesho yake eske watu wanaweza wanaweza ogopa. Wanaume wanaweza ogopa kwa wajua ile 50-50 ndio kesho yao. Hiyo ukiogopa hiyo deja kuna problem. Deja mtu mnakupenda ile 50-50 kwake. Mwe mnapendana.
ile 50-50 ya maiju Wanasi wanafanya kitu kitu tunaongelea ndani ya general katika nyumba. watu wengi vitu hivi vinatokea. Okay. Wale wadogo wadogo. Okay. Naelewa. Okay, tunaendelea na show. This is new generation. We bigger than life, faster than bullets. Tuko na moyo tunaendelea. Okay, mimi namsikia sana kile Sifa anasema kama tafuta wewe unasikia vile vya 50-50 usibisikie kisha uache, fanya utafiti. Ndio sema wewe. Fanya sure. Fanya sure ya mzuri, kifanya sure mbaya. Jua watu wote wako sawa. Kikuko babaya, kuko bazuri. Kila mtu iko na indication yake. Sio unasikia. Alo, ukiona ule unaona na ule mwenzako aliona na nani 50-50 usiogope ujue ule nani. Petete wewe utakapofanya sure ya mzuri, unapata matakupatia sababu kila mtu na bahati yake. Unasikia? Kila mtu na bahati yake. Okay. Na est-ce que una agree na ile? Mimi kile nasema yaani ukisoma hivi tukiongea na watu vijana kama 10 ama 5 usikie matatizo yenyewe wanakutana nayo. Na ile ya kusema mtu kama ikiwa ni mtu mmoja mwenyewe anasema hapana mimi niko fresh. Sasa wewe mtu mmoja kwa watu 9 maana yake majority ni mengi. Sasa utasema eti hapana so eti vile ni umoja bako wengine wale wadogo wale tutawahesabu kwa sababu wadogo sana wengine. Maana yake majority ni wale sana. Majority ni mengi. Hata hesabu. Kwa hiyo lazima tuongelea watu wa mingi. Deja tuseme ukishamuoa huyo mtu unamuoa unakuta ile probleme iko nayo. Sasa wewe unafanyaje? Utakimbia, utafanyaje? Utaenda sema kwa watu niliona mwanamke anaomba 50-50. Jaribu kujua hiyo 50-50 wapi. Havista kwa vile. So obviously vitu vinaanza chini ndio vinapanda. Sasa hasa pia mwanamke anabeba mimi nataka sheria hivi nasema hivi. Alright guys, nishawasikia kabisa, tuko tuna move on, tunaanza kushite deja na muda wetu. Ningependa tuingie kwa sujet ya mwisho hapa hivi, ya presque ya mwisho. Kisha tufike kila mtu alete conclusion ya kusaidia wale watatufuata na wale wajene watatufuata, tu kuendelea kuwasaidia. Ndio pia nouvelle generation. Bon, ningependa niulize nianze kwa mwanamke, nianze huko ile saa. Tunaanza kwa mwanamke. Bazazi selo mwanamke. Banachangia nini kufanya vijana wasio? Role gani wako wanacheza ya mbaya bazazi? Kufanya kiba vijana wako si atutaoa. Hivi vitu vinakuwa dire. Bazazi wako wanafanya vitu vyenye vieleweki. Selo wewe. Bazazi wako wanafanya makosa gani wako wanafanya vijana wasiku leo wasio au wasio leo? Mimi kusema bazazi kufanya nani mbaya deja bazazi wetu wako na visiwa kumala hiyo. Unaona? Yeye anataka akubebe mustanse yenye alikoma tangu kwa zamani. Sasa hiyo ni nani yao ya zamani. Unaona? Même si kuko bebi na appliquer mpaka leo, unajua kama nako kuko vitu venye bilishange. Kwa hiyo ya kutaka juu ulipata mtu paf labda ule mtu alikuya kwenu mpaka leo mingaliki mtu mzazi wake anakuja kwambia na anasema nipenda ufie wenu. Akibakisha sema tuko na mali wazazi wale mali mali make makuta tuseme no dote kwako ni kitu cha maana sana yani kuonore yani ni kumtoa haya mzazi na ni kawaida juu hata na mie kwenu matanioa ndote juu na mie ni kitu chenye maana unaona, lakini watuache tufanye shwa zetu make basi bapige mashoni yani basi tufanye basi tuna nini basi tukimbize basi batie under pressure basi tutie pressure ya kunani batuache pole nani gisi tuna nani hebu kinye batatusaidia tu watushauri tusaidia tuna mashauri basi vingine vya kufuata Mungu njoo atavileta. Okay, bazazi msitie pressure. Jua lileta lare. Awaleta mali ti mtu wewe ule watu naye. Okay. Bwana hali na watu tunafika na wewe hapa hivi. Wewe uko na nini ya kuelezea? Ni nini wewe unaona kibazazi biko inafanya watu vijana wanaume waogope kuoa au kuolewa? Naomba upafafanue pale sio kotea bazazi. Problem yangu iko wapi pale? Problem ya wazazi naweza nikasema ni jinsi ya kumlea mtoto mwenyewe. Hiyo mwanamke hiyo mwanaume. So napenda wazazi wengine wanakomalisha watoto jinsi wao wanavyoishi. Sasa unakutana mzazi na mama na baba wakiwa wanalea watoto, wanakutana leo wanagombana mbele ya watoto. Ama wanatukana mbele ya watoto. Ama unakutana sometimes labda mtoto analelewa na mama, alafu mama sasa yeye kwa sababu matatizo ya baba yake anaanza kumhadithia story mtoto. Kwa hiyo mtoto lazima basi takomana gisi anajua nini, baba wangu ni mbaya. Wanaume wanakoga hivi. Mtoto wanawake sana sana wanapenda sana kuongea mambo machafu kuhusu baba zao. Na wajui kama ile matatizo yao
na affect watoto. Haiwezi kuja kuongelewa kuhusu mambo yao wengine na watoto. So mpendana wazazi wa sana wanawake ndio wenyewe wanalelewa wanataka sana wanawake, lakini wanaume kidogo ambao wanakaa na watoto zao. So wanawake asika kama wameachana vibaya, kama wameachana vizuri, kwa hiyo wanaanza kupeleka sasa kwa watoto. Sasa wao kutumia ule mtoto. So yule mtoto ajue kama na yeye atakuwa na yeye ataanzisha maisha yake. Sasa ile maisha ambayo ataanza of course inaweza kaita matatizo. Unakutana na mwanamke anasema wanaume wanakuwa wabaya sana, nataka kukua. Sasa unakutana inaweza kufanya mwanamke kwanza kuchagua yeye anaanza kukatakata wanaume. Kwa sababu gani? Anaogopa labda nikiingia pale maisha ile maisha nimekutana kule mama baba na mama kuna pigana sana. Kwa hiyo anajua na mimi kinyao kwenye ndoni ni hatari. Sasa unakutana labda katika kulia watoto wa sisi ndio kachangia. Lakini mambo ya kusema eti sijui na ya pili sasa ni ndio watu wa Afrika sana sana. Wakishakuwa na mwanamke wa kike, inakuwa kama vile kambuzi. Ndio mambo yake. Sasa kama kuna mke, kama kuna mtoto mwanamke hapo mwanzo mpigia mahesabu sasa. Unaweza kutana hata yule msichana yule hata amesoma mpaka university. Hapo sasa ndio bei inaongezeka sasa. Kwa hiyo kama kwa ni msichana hapo ushajua hapo mwanamke mwanaume anakuja kutaka kuoa, lakini bei ambayo atapigwa pale atapiga sana. Bali apigwa bili ya mwisho wa mwezi. Atapigwa bili. Unaangalia revenue na bili vinapishana. Unakutana leo unaweza kwa bezi 20,000. Hiyo 20,000 unapiga hesabu pale kwa mzima. Anaona ni income ya mama. Okay. Nasikia sana bwana hali. Anacheka kwa sababu ni inachekesha kama Aichekesha. Aichekeshi beko na mageuza na biashara. Hapo biashara. Unakutana sasa mwanaume anaanza kutana kweli ana unakutana wanaume wanachana kwa wengine wana hela ama wengine wanatoa hata nusu anasubiria wanataka polepole. Sasa unakutana mwanaume ashalipa ile hela. Alafu kisha muone mwanamke, unakutana yule mwanamke ana kiburi ama hajui kupika ama hajui kutengeneza nyumba. Sasa unakutana mwanaume sasa anakuwa na ile hasira kusema ni toa maji. Waweza kutokea matatizo fulani. Wazazi mpunguze mali watu ekonomia. Okay, kwanza kusema wazazi wanakataka hivyo mali na kuweka toka tulisikilizana shebauli. Watu wawili watawana. Ndio unaniuliza kule kwa nasa namba ngapi? Haiko nje simu unaulizana. Mimi nakwambia. Ni wazazi wako na ile yao wanawake yako. Ile yao. Deja wazazi na mimi wataniuliza. Wataniuliza kule. Mulisikilizana alisema ngapi? Naona vile vipapa wetu ya Kongo. Wewe. Wewe alisema ngapi? Ukisema 10,000 unaona? Wazazi wanaongeza hata ile 10,000 ya euro c'est pas grave. Unasikia? Ile 10,000 wala unaona ile wanataka wanapunguzana medeja wanajua ile muliongea mwe wawili bashajua. Okay. Unaona nini? Sema ukweli, sisi wote tumetoka Afrika, tunajua maisha ya Afrika, tunajua makaucha mengi sana. Hapo tunaweza kuongelea makaucha mshishe. Tunaweza kuongelea mambo ya culture. Hiyo ambao wanasema eti sio sijui wanaongea mwanamke na mwanaume. Ile sio kila mtu. Na sio wengi. Sasa tukisema labda katika dini ya Kiislamu sawa sawa. Mwanamke ndio anasemaga mali. Lakini katika culture ya Afrika ni wazazi. Kijana wazazi ndio wanakuambia mwanamke anaweza kukwambia bwana yake. Automatically wewe kusema eti mwanamke ndio mnaongea na bwana. Na wote naambeni huko nayo. Sisi ndio tutasikilizana kama tunapendana, tutasikilizana na mimi Okay, tunasikia pale sasa unasikia sasa mwanaume anaogopa kuoa kwa sababu hajakuwa tayari. Wewe unajua kabisa hii mkienda kuoa batanyumba mahali fulani. Ukipata 10,000 10,000 tafuta nafasi ndio utaiongeza. Guys, you are watching Nouvelle Génération, New Generation. Iko na mingi sana, iko na mingi sana ya kuwapatia. Bon, ningependa tu kuwakumbusha kama watu wengi wako natufuata dunia surtout Amerika Chirez. Tuko na Veronica, tuko na Roxy, tuko na D-Boy, tuko na Serge Dibo le Bogar, sans oublier Moko, Master Nanga Moko, Endro na mes condoléances sana kabisa, tusikia kama babako alikufa, tuko sie bote kabisa, my sincere sympathy to your family. Okay, tunaendelea, tunaanza fika kwa conclusion hapa. Tuna mwanamume akishamuoa mwanamke ashatoa ile mali yote, lazima basi na matatizo. Sasa tukitizama hata hapa kama nani last week Amerika kuna mwanamume ambaye ni Nigeria alioa mwanamke. Ule mwanamke akamuoa Afrika, akamuitisha Ulaya. Alipofika Ulaya akamsomesha, akampeleka university. Akamaliza university akamuitisha familia yake. Alipofika university akamaliza university akaanza kufanya kazi, akaanza kuomba divorce. Mwanaume akamuoa, akaanza kumwambia wazazi
polisi. Kwa huyu mwanamke nimemleta nikamfanyia kitu hivi akasema mambo yote jinsi yalivyokuwa. Afu anasema sasa anamwambia yule mwanamke ashakufa. Kwa sasa hivi sasa wewe nenda kufanya hiyo uko na nileta nikupatie divorce. Hela yangu nimetumikisha nyinyi. Sasa unakutana ile biashara inakuwa kama vile ni biashara. Mtu kama sana sana mfiko Ulaya ndio kwa Afrika. Unakutana watu wengi wa Afrika wanafikia hata kuna hela. Na wakati huko watu wako na struggle moja ajabu. Sasa ile ambao utastruggle nayo uje kuoa mwanamke tena kuombe 10,000 ama 15,000. Hiyo inakuwa tena sio mali, inakuwa ni biashara of course. Kwa sababu mimi ndio maana nitasema kama wanaume wanaokuwa kuoa sana sana la Afrika, unakuta mtu anawaza mali wataniomba fulani. Nataka kwanza niwe na nyumba. Nataka kwanza niwe na gari. Unakuta mwanamke anasema mimi nataka niolewe na mwanamke mwenye yuko na gari, au yuko na sababu mtaoana kivipi? Obviously lazima utaogopa na pale ndio nafanya watu wanaanza kuogopa hata kuoa. Kwa sababu tena wazazi ndio hapo tayari washakuwa na mtaji wao pale wanasubia tu wanajua mtoto wetu lazima kutakuolewa utaomba mali fulani. Sasa mwanamke anakuwa anajua kabisa obviously ataongea na jamaa yake, atamwambia mali ambayo itakuwa ni kubwa na dem kama anajua kama nani mpenzi wake ana hela kidogo atajaribu kumtetea hata kule utakuta lakini ndio inasababisha ndio inaanza kukawia paka mwanaume mwenyewe kwanza anaanza kutafuta kama singine tena ndio inakuwa tunaivunja kule. Yeah, hapo unasema kabisa ni kweli. Bazazi mko mnashusha si tu bazazi yetu ya Afrika, yani huku Ulaya tunakuwa tunatumika women na kuko ma credit. Unapenda muoeshe sababu kwa mfano mtoto wako $20, $15,000 kama ni kayu ya seria ni concentration ya kayu. Kisha unakaa kumuoa mwile prix uyue kabisa mwile nyumba yenye mtoto wako anaenda anaanza tumikia ile lari, anaanza kupambana kisha kulikutana bibi naye apendi kutumika tuseme par exemple au bwana naye ni mvivu inaanza kutumikia madeni, mko mnarudia nyuma vitu vyenye mngepatana tu bien avant na iko tu fresh wapunguze ile velocity ya mali. Sikatazi kulomba mali ni dola ya wazazi wote. Na sweet kama vile na waleta mashauri sana. Okay. Tunaanza fika kwa mwisho bila kumsahau Obedi ya États-Unis, Fiston Luzito toujours respect grand frère. Okay. Ya ningependa tunaanza fika kwa mwisho, ningependa wewe unampatia dakika 2 alete conclusion, alete ushauri yenye atapatia vijana kule wasiogope kuoa au waogope kuoa. Kwa nini vijana wengi wale wanaogopa au wanaogopa kuolewa au wanaogopa kuoa? Mapatie conseil ya mwisho juu basiweze kuogopa tena. 2 minutes sifa. Conseil yangu nilikuwa nayo kwa vijana ni kuogopa kuoa wala kuogopa kuolewa sio ndio solution. Wewe unaweza kuogopa kuoa ama kuolewa. C'est tout à fait normal, ni vitu vinafika, vinaweza fika. Ça dépend na experience yenye ulipitia mo ya maisha. Sasa ni yani ukitaka kuoa ukiona kweli vraiment nataka kuoa, usiogope juu ulisikia huko wanasema huko wanasema huko wanasema huko. Wanasemaka hivi una essay kwanza, yani unapima, unaona kama vraiment unaweza. Na watu mkusikilizana njoo banapataka solution. Na usiende tafuta vitu vyenye vinakupita niveau. Ndio kenye ninataka sema. Usiende tafuta juu deja unaona hapa huyu uko nini, huyu iko hai, iko na mali, labda huyu ni mzuri, huyu iko na nini. Vitu yani tafuta vitu vyenye unaweza, vyenye unaona kabisa niko capable kuweza hivi vitu. Na cha maana ni upendo na masikilizano. Mshasikilizana, mnapendana, mko capable kureisir ensemble. Okay, nashukuru sana sababu sasa sijui mahali na wako na nini na kukonseil wale vijana pale wako wanaogopa na kuolewa. Naweza kushauri kuwa usiogope kuoa ama kuolewa. Kwa sababu ndoa ile pale inakufanyaga kwanza inakupima kipimo cha kuwa kwa mtu mwenyewe ushakomaa ama ushakuwa mtu mzima. Kwa sababu kama ukishaoa, challenge ambazo utakutana katika ndoa ndio ambayo itajulikana. Hakuna ndoa ambayo siokosa challenge. Hiyo haitakuwa. Na ndoa yenyewe kuna challenge na ndoa inakuwa inaonyesha kuwa kuna mapenzi. Na kama kuna mapenzi lazima patakuwa na uvumilivu. Hiyo vitu viwili ambavyo lazima katika ndoa vikikosekana lazima ndoa itavunjika. Sasa lazima watu wao wanapendana na wavumiliane. Sasa vitu vikishakuwa hivyo viwili lazima vitaenda fresh. Sasa ukishaanza kuogopa eti wewe kuoa sijui unasikia watu, obviously usisikize watu kwa sababu mimi mitihani yangu hii nitakutana nayo sio yenyewe yako. Wala ukisikia eti mwanamume mwingine wameachana na mwingine ukawaza na mimi nikiona mimi wataniacha vile vile, hapana. Wewe yako na ule mnaachana vitu ambavyo viko tofauti. Na ile matatizo yanamkuta mwingine kwako wewe inaweza kuwa ni kidogo sana. Na wewe ile matatizo ya ule mwingine unaweza kukutana nayo ni makubwa zaidi ikikuwa kwako na yote yafanana. Kwa hiyo naweza kuwashauri kuwa kutafuta mtu mwenye mtakuwa naye partner wako wa maisha yako ni vizuri zaidi kuliko ile kuchepuka ama kucheza boyfriend au girlfriend. Haiwaki na mwisho na wao inafanya tusioane ama tuogope kuoa. Alafu mwisho wake unakuta maradhi kisha kwa mengi unajua tena. Tunashukuru sana kabisa kwa maoni yenu, kwa ushauri wenu ambao unaendelea kupatia vijana.
Na hapa tunaanza fika mwisho wa nouvelle generation, kisi tulibambia kama tuko na mengi zaidi, na next time tuko na sujet nyingine ya utamu yenye mtafuata, mtafurahi na mtatingizika kila mtu kukitimate, bila kuwakumbusha tu ya kwamba kila mtu inabidi ashare, ucomment, ulike, usisaulike kabisa kushare na mwenzako, kupartage, kwa sababu rafiki yako iko na rafiki yake, yule rafiki yako mwingine, yule mwingine iko na rafiki yake, wote mnaendelea kushare toujours nouvelle génération. Okay. Wanaume mwache kuaventurier, mkwe serie muoe. Bao. Serie, juu wazazi wenu waliolewaka na wakawa kafikia kipindi wakabazana mbele. Ok, merci. Bon, ok. Sans oublier Aigle Jaune, toujours respect mère à Palestine. Bila kumsaulika cameraman wa Thomas, les producteurs. Na Mimi, tuko tunakualika na wewe na next time utakuwa nasi hapa. Dibwe, bila kusaulika Toto Dibwe Le Bogar, Jamal Chaku na bengine wote ambao niliwasaulika na wataja next time. Nouvelle génération ni show yenu wote, vijana wa mama wazee, yani toujours comme ça, na ni presenter wenu Michael Uzito, faster than bullet, bigger than life. Ciao, Tokos.